mgeni rasmi, naomba nieleze mambo machache yanayoonyesha namna mahakama inavyotoa mchango katika ustawi na maendeleo ya taifa. Ya kwanza, mahakama ni kichocheo cha ukuaji wa uchumi na uwekezaji. Hili hutokea kwa kutekeleza yafuatayo: utekelezaji wa kisheria wa mikataba. Uwepo wa mahakama inayoaminika kuhakikisha mikataba inatekelezeka na kupunguza athari kwa wafanyabiashara, kuvutia uwekezaji wa ndani na nje, hivyo kukuza uchumi. Ulinzi wa haki za mali. Mahakama hutoa imani kwa wadau mbalimbali, mathalani wawekezaji wa muda mrefu, hivyo kuchangia katika ukuaji wa biashara na uchumi. Utatuzi wa migogoro wenye ufanisi. Uwepo wa mifumo ya utatuzi wa migogoro yenye ufanisi kunawezesha mashauri mbalimbali kumalizika kwa wakati kupitia mahakama mahususi, hivyo kuruhusu biashara na wananchi kufanya kazi kwa ufanisi. Jambo la pili, kuhakikisha kunakuwa na utawala wa sheria na utulivu. Mgawanyo wa madaraka. Mahakama inafanya kazi ya kuangalia utendaji kazi wa mihimili wa serikali na bunge, hivyo inazuia matumizi mabaya ya madaraka kwa kuhakikisha serikali inafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Imani ya jamii. Kwa kuwa ni jukwaa la haki na lisilo na upendeleo la kumaliza migogoro, mahakama inalinda amani katika jamii na kuzuia uwezekano wa wananchi kuangukia kwenye kutafuta haki kupitia njia zisizo ama rasmi au zinazokinzana na sheria. Ulinzi wa haki. Mahakama inalinda haki za msingi za binadamu na hivyo kusaidia katika uwepo wa jamii imara yenye usawa na jumuishi. Tatu, kukuza uwajibikaji na kuzuia rushwa. Kuzuia rushwa. Mahakama huru inawafanya watumishi wa umma na binafsi wawajibike, na hii hupunguza rushwa ambayo inaweza kuzorotesha na kuharibu imani ya wananchi katika uwazi. Mapitio ya kimahakama yanahakikisha sera na matendo ya serikali yanafanywa kwa kuzingatia dhana ya uwazi na kufuata misingi ya kisheria. 4. Kuwezesha maendeleo ya binadamu na jamii. Katika ufikiaji wa haki, mahakama inapaswa kuhakikisha kuwa watu wote wanaifikia na kuipata haki, ikiwemo makundi yaliyotengwa, kupunguza ubaguzi na hivyo kuchochea ukiukaji wa uchumi jumuishi. Katika utekelezaji wa misingi, mahakama ina nafasi muhimu katika kutekeleza misingi ya kimataifa ya haki za binadamu na misingi ya kitaifa ya kibiashara, hivyo kukuza malengo endelevu ya maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili mahakama iweze kutoa mchango muhimu katika ustawi na maendeleo ya taifa, ni lazima iwe na sifa zifuatazo. Sifa ya kwanza, huru. Mahakimu na majaji ni lazima wawe huru kutoka kwenye ushawishi, msukumo au vitisho kutoka muhimili mwingine, vyama vya siasa au nguvu zozote za nje. Weledi. Mfumo mzuri wa mahakama ni lazima upunguze msongamano wa mashauri, yani case backlog, na uhakikishe unatoa haki kwa wakati. Uadilifu. Mahakimu na majaji ni lazima wawe ni watumishi wenye uadilifu wa hali ya juu sana, na wahakikishe kunakuwa na imani ya umma katika mfumo wa sheria. Kwa wilaya yetu ya Rorya naona tunaendelea vizuri. Mawasiliano kati ya mahakama na serikali naona yako vizuri. Mheshimiwa Hakimu,
tunaendelea kuwasiliana vizuri. Nina imani tukiendelea hivyo huduma hii itaendelea kutolewa vizuri zaidi kwa wananchi wetu. Hata jengo letu hapa Ingrid, jengo ambalo linapendeza vizuri, mahakama hii yetu ya wilaya ina nafasi ya kutosha. Ninaona wananchi wanapata huduma vizuri. Yako maeneo machache tu hakimu mfawidhi ambayo nina imani tukiendelea